hii ni Kwaresma. Na leo ni siku ya 35 katika mfululizo wa mafundisho yetu na katika mfululizo wa mafungo yetu ya Kwaresma ya mwaka huu. Mada tunayojadili katika Kwaresma hii ni kutoka misimu mpaka kusudi. Kutoka misimu mpaka kusudi. From seasons to reason. From seasons to reason. Neno kuu linalotuongoza ni kutoka kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 3 mstari wa 1. Biblia inasema hivi: kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume ule mlango wa 3 mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana. Dhima yetu na dira, tunaangalia falsafa na theolojia iliyopo katika maneno mawili, misimu na kusudi. Na maisha ya mwanadamu ni mzunguko uliobeba misimu mingi, lakini katika kusudi moja maishani. Season and reason. Mabibi na mabwana, somo letu la leo ambalo hili ni juma takatifu la Pasaka na ni juma la mwisho. Tunasema somo letu la leo ni badilika kwa ajili ya kusudi. Badilika kwa ajili ya kusudi. Change for the reason. Change for the reason. Badilika kwa ajili ya kusudi. Badilika kwa ajili ya kusudi. Change for the reason. Na tunaangalia kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 10. Na Biblia inasema hivi. Neno la Mungu linasema, nami nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herobu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapo, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi, Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikilia, tena nimeona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu, nao hao wana wa Israeli katika Misri. Amen. Na hili ndiyo neno la Mungu. Na tutulie tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, na lihimidiwe na kubarikiwa jina lako takatifu. Asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante mno kwa ajili ya siku ya 35 ya mafungo yetu ya Kwaresma hii. Baba yangu mpenzi, saa imefika na sasa ipo, ujitwalie utukufu, umwadhimishe na Roho Mtakatifu katikati yetu kwa mafunuo. Utujalie akili njema
ya kusikia na kuelewa na maandiko. Useme nasi sasa na daima, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa mabibi na mabwana, tunaangalia juu ya kutoka misimu mpaka kusudi, from season to reason. Na ili kufikia misimu, ili kufikia kusudi, tunazungumza juu ya badilika kwa ajili ya kusudi. Badilika kwa ajili ya kusudi. Change for the reason, au kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason. Badilika kwa ajili ya kusudi, change for the reason. Na tunaangalia mambo kadha wa kadha. Neno ambalo nimesoma katika kitabu hiki cha Kutoka, historia ya Musa, tumeisoma tangu wakati tukiwa Sunday school. Kwa hiyo sina haja ya kusummarize, muda wangu hautoshi, na hili ni wiki ya mwisho wa darasa. Kwa dakika hizi chache, hebu tuende kwenye hoja za kitheolojia na kifalsafa, ili tuangalie maudhui na muktadha wa neno ambalo tumesoma na maandiko ambayo tumesoma. Kwanza, hoja ya kwanza, kama unaandika unaweza kuandika pamoja nami. Musa alikuwa na kusudi moja tu duniani, kukomboa Israeli kutoka toka utumwani na kuwapeleka nchi ya ahadi. Kama anavyozungumza from seasons to reason, kutoka misimu mpaka kusudi. Kusudi la Musa lilikuwa ni moja tu. Mungu alikuwa amemwandaa kumtumia kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri, katika utumwa mgumu wa mkono wa Farao, na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na ili kufikia kusudi hili, alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason. Kubadilika, Musa alihitaji kubadilika ili afikie hilo kusudi, pamoja na seasons mbalimbali ambazo amepitia, ili afikie kusudi hili la kuwaokoa wana wa Israeli. Basi alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason, to change for the reason. Na hii ndiyo maana Mungu alipokutana na Musa kwenye kijiti kinachowaka bila kuteketea, na Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa nini kijiti hiki hakiteketei. Yeye binafsi alikuwa tayari kuchange, kubadilika na kugeuka. Na Biblia inasema Mungu alipomuona amegeuka, ndipo aliposema naye. Alipoona kwamba amegeuka, ndipo aliposema naye, na akamwambia, vua viatu vyako, maana mahali usimamapo ni nchi takatifu. Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa asubuhi ya leo. Musa alikuwa na kusudi moja tu duniani, kukomboa Israeli toka utumwani na kuwapeleka nchi ya ahadi. Na ili kufikia kusudi hili, alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason. Kuna changes ambazo lazima abadilike. Kusudi la Mungu lipo, na Mungu ana kusudi na wewe katika kila kitu. Katika kusudi ambalo Mungu ameweka maisha yako, mahali ambako wakati mwingine tunaweza tukakwama au tukadelay, ni kuchange, kubadilika kwa ajili ya kusudi. Mabadiliko haya ni ya msingi sana kwa kila mtu, hasa wakati huu wa kuhitimisha mafungo haya ya Kwaresma. Mabadiliko haya ni ya muhimu sana katika maisha ya kila mtu, hasa wakati huu tunapoendelea na maadhimisho haya ya Kwaresma na katika juma hili takatifu la Pasaka. Na hapa ni wapi ambako umejipima na ukakuta unahitaji kubadilika? Ni wapi ambapo umejipima na ukakuta ya kwamba unahitaji kubadilika? Nimeongea sana, leo ni siku ya 35. Lakini katika mfululizo haya wa mafundisho haya ya muda mrefu, na sijafundisha hivi muda mrefu siku nyingi, nilifundisha nikiwa mchungaji wa Kariakoo siku 70. Nakumbuka nilikuwa na semina ya siku 70 asubuhi. Hii itakuwa ni ya pili ya siku 40. Lakini nachoweza kuzungumza, nasema kwa muda wote ambao nimefundisha na kwa muda wote ambao tumekuwa na mafungo haya ya Kwaresma, hivyo ukijipima
Ni wapi ambako kwa kweli unahitaji kubadilika? Unaweza kuangalia reflection yetu hapa na ukapata kureflect na maisha ya kwako. Ni wapi? Mabadiliko haya ni ya msingi sana kwa kila mtu wakati huu wa kuhitimisha mafungo haya ya Kwaresma. Sasa ni wapi ambapo umejipima na ukakuta unahitaji kubadilika? Ni wapi? You must change, no way. Na tunazungumza juu ya change for the reason, to change for the reason, kubadilika kwa ajili ya kusudi. Na nataka nikuambie, lazima uweze kuangalia na uweze kuona ni wapi ambako unataka kubadilika. Tumezungumza mambo mengi. Ni wapi ambako unahitaji kubadilika? Ni bidii ipi unapaswa kuongeza katika maisha ya kwako, maisha ya kiroho, maisha ya katika huduma, katika karama, katika kipawa, katika neema, vitu ambavyo Mungu amefanya katika maisha ya kwako. Ni mambo gani ambayo unahitaji kuongeza bidii? Bila shaka unalalamika hasara, unalalamika ya kwamba hauzalishi vya kutosha, unalalamika ya kwamba haumuoni Mungu kwenye maisha yako. Lakini hata katika maombi, Biblia inasema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini alipoomba kwa bidii. Bidii ni zaidi ya kawaida. Pengine huwa unafanya biashara lakini si kwa bidii. Pengine unaomba lakini si kwa bidii. Pengine unahubiri lakini si kwa bidii. Pengine wewe ni injinia lakini huna bidii. Ni msomi lakini huna bidii. Na bidii ni zaidi ya kawaida. Huwezi kuwa mtu wa kawaida alafu ukasema una bidii. Never. Bidii ni zaidi ya kawaida. Na bidii ndio kitu cha kwanza katika uumbaji wa mwanadamu kwenye biology. Bidii, effort. Ili mtu azaliwe ni bidii. Na hakuna mtu ambaye hana bidii. Manake kama ungekuwa huna bidii, wewe usingezaliwa. Ninyi mnafahamu juu ya biology na juu ya sperm counts, namna ambavyo drop moja ya mbegu ya mwanaume imebeba zaidi ya watu milioni nyingi, maelfu ya mamilioni. Lakini mtu ili azaliwe ameshinda. Na ni bidii. Pengine nitapata nafasi ya kuzungumza juu ya bidii. Ukiona mtu aliyeko duniani aliwahi kushinda watu wengi kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hakuna mtu duniani ambaye ni kiumbe mzito, isipokuwa akija kuishi sasa anaweza akajitia huo ukauzu. Yani ningetumia hiyo lugha ya hapa mtaani kwetu Kijitonyama. Yani unafika mahali unajiona simple, lakini kiukweli wewe ni mshindi kabla hujazaliwa. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo bidii ndio kitu cha kwanza kabisa kabla mtu hajatungwa mimba. Na waliokuwa hawana bidii hawakuzaliwa, uliwashinda. Ni millions. Anasema zaidi ya milioni 39, milioni 40 mpaka kufikia milioni 95. Ni drop moja. Ni watu ambao umewadrop, umewaacha, hawakuzaliwa. Wewe ukashinda, ukazaliwa mtoto wa kiume, ukazaliwa mtoto wa kike. Ulishinda kabla hujazaliwa. Bidii. Kwa hiyo bidii ni zaidi ya kawaida. Na bidii huwa inakuwepo kabla. Madaktari wanafahamu juu ya vipimo na kuangalia juu ya sayansi na biolojia. Na mimi sitaki kuzungumza hapa bila data. Pengine nitatengeneza data nitakuletea uone bidii. Na usije ukajidharau, usije ukajionea shaka. Pengine umepunguza bidii katika maisha ya kwako. Kuna mahali umekuwa loser, umepumzika sana. Umeamua kupumzika, unaishi kawaida, hivyo maisha ya kawaida. Na hasa nachokiona mimi pia upungufu mkubwa wa bidii. Maana hata Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kama akiomba kwa bidii. Na Eliya alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini alipoomba kwa bidii. Problemu ya waombaji wanaomba lakini wana bidii. Bidii ya Eliya, aliomba miaka 3.5 akiwa porini peke yake. Sasa una bidii hata ya kujitenga mahali kuomba kwa wiki moja, kuomba kwa wiki 3, kuomba kwa mwezi mmoja. Waombaji mnaosema mnaomba, una bidii katika kuomba? The problem you have. Una bidii katika karama, katika kipawa,
katika huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yako, unabidii katika nafasi, Mungu akusaidie. Lakini pengine ni kauli. Kuna watu ambao wana kauli chafu, na unajua hizi kauli zimeshakugharimu. Zimekuletea uhasama kwa mume wako, zimekuletea uhasama kwa mke wako, zimekuletea uhasama kwa majirani. You must change for the reason. Lazima ubadilike kwa ajili ya kusudi. Pengine nidhamu, discipline. Hauna nidhamu, hauna adabu, na lazima ubadilike. Lakini pengine uradidi, consistency. Unafanya vitu lakini una give up mapema, hauna consistency. Leo tunakuona hivi, kesho hapana, umeshaacha hiki, umeshaenda huko. Hauna consistency, hauna uradidi. You must change. Ni mtu ambaye una give up, au una mipango 25,000. Kila siku una mpango mpya. Unajua kuna mtu kila siku akiamka ana mpango mpya. Kuna rafiki yangu mmoja alimwambia, bwana, tulikutana mjini, basi tunaweza tukaachania mjini. Maana yake kila siku kutana naye, yeye ana mpango mpya tu. Kila siku ana mpango mpya. Leo alikuwa na mpango wa biashara ya dagaa, kesho kukutana naye, nimeona dagaa sio, sasa naanza kuchukua karoti kutoka Iringa. Ukutana naye kesho yaani hivyo. Anambia, hebu niache mimi mwenzako na jambo moja tu na ambalo nahangaika nalo. Na huwa tunafundishwa hata kwenye mashule yetu. Kifika mahali unaambiwa chagua mchepuo, sayansi au biashara au sijui kitu gani. Angalia unafanya nini. Ni nini ambacho unasema mimi nitakuwa good kwa jambo hili. Unakuwa na consistency, ubobezi. Nazungumza juu ya ubobezi. Na sasa watu, umebobea katika nini? Nini ambacho unasema ukijiangalia una nguvu? Una nguvu ya mkono wa kulia au una nguvu katika mkono wa kushoto? Usihangaike kuhangaika na mkono wa kushoto kama hauna nguvu. Tumia ule wa kulia. Uradidi, consistency. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa lazima you must change. Ni wapi ambapo umejipima na ukakuta unahitaji kubadilika? Hebu niwekee reflection hiyo ya kubadilika. Ni wapi ambako umejipima na ukakuta kwamba you need to change? Lazima ubadilike. Na hapa tunasema change for the reason. To change for the reason. Maeneo ambayo asante sana, naona na hata huko studio wanaamua kunikimbiza mchaka. Okay. Hoja ya pili. Ngoja niende tu kwenye hoja ya pili, manake muda wangu nao unakimbia. Hoja ya pili, maeneo ambayo Musa alihitaji kubadilika. Sasa ninapoyatamka ya Musa, nataka ufanye reflection kwenye maisha ya kwako, kwamba tunaposema you must change, to change for the reason, kubadilika kwa ajili ya kusudi, nataka uangalie maeneo ambayo Musa alihitaji kubadilika. Kwanza alihitaji kubadilika kutoka kwenye sonona ya misimu ya miaka 80. Amekuwa na misimu mingi ya miaka 80 na alihitaji kutoka katika hiyo sonona. Kitu cha kwanza ambacho ninakuomba tafadhali, lazima uone umuhimu wa kutoka kwenye sonona. Yaani hilo la msingi sana. Una sonona gani? Ya hasara, ya balaa, mkosi, kupoteza, misiba, kuonewa, kudhulumiwa. Una sonona gani? Una sonona binafsi, lakini una sonona za kitaifa. Kama leo kuna mavita huko Saudia, huko Oman pamoja na Iran pamoja na Marekani, sijui na Dubai, na hiyo nchi za Kiarabu hapo. Sasa haya ni majanga ya kawaida. Kama nchi inawezekana ukapita mahali kama ukapita kwa sonona, kama wale ndugu zetu tuliokwenda kuwachukua Dubai, tukawapelekea ndege kuwarudisha nyumbani, wameacha vitu vyao, wana sonona. Hiyo ni sonona ambayo sio ya binafsi. Hiyo ni sonona imesababishwa na mazingira makubwa na mambo mengi ya kidunia na mifumo ya nchi na mifumo ya kisiasa. Na sasa pia hizo sonona zitakuja kugusa au obviously kwenye maisha yetu ya kawaida. Mafuta yatapanda, maisha yatapanda. Yaani ni masonona tunayatarajia hapo mbele, yanakuja tu automatic, yanaamka kila siku. Na sisi tulikuwa na ya kwetu, yamepita mwaka jana, nisiatamke tarehe yake, mnaijua. Kwa hiyo tuna masonona kibao tu. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Kwa hiyo nasema lazima kutoka kwenye sonona ya kimisimu katika miaka iliyopita kwenye maisha ya kwako. Na Musa
alipaswa kubadilika. Jambo la kwanza kama ninavyosema, naomba urudishe pale, kutoka kwenye sonona ya misimu ya miaka 80 ambayo Musa alikuwa ameishi, na hii inapatikana kwenye kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 mstari wa 24 mpaka wa 26. Kitabu cha Waebrania mlango wa 11 mstari wa 24 mpaka wa 26. Biblia inasema hivi: kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi ya kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina zote za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Na Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mtoto wa binti Farao. You know why? Kwa sababu mama yake alimtupa mtoni, akaokotwa na binti Farao. Binti Farao akamuita Musa. Hili jina la Musa alipewa na huyo binti Farao. Sema, anamuita mwanangu Musa kwa sababu nimemuokota kutoka majini. Akamlelea, akamtunza, akaishi nyumbani kwa Farao, akasoma elimu ya Kimisri, akaishi nyumbani kwa Farao miaka 40. Lakini alipofika umri wa miaka 40, Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa binti Farao. Anaanza changes, anakataa kuitwa binti Farao na kubadilisha fikra hasi za mfumo wa kimalezi na majeraha ya ndani ya ukatili wa malezi. Nitarudia tena, alianza kubadilisha fikra hasi za mfumo wa kimalezi na majeraha ya ndani ya ukatili wa malezi, na hichi kilikuwa ndio kiatu chake cha kwanza. Kiatu cha kwanza, Mungu alivyomwambia Musa, vua viatu vyako. Moja ya kiatu alichokuwa nacho cha kwanza kabisa ni hiyo sonona ya msimu. Kiatu cha kwanza ilikuwa ni sonona ya kimsimu, na sonona hii ilikuwa ni habari ya malezi. Ana majeraha ya ndani, kwamba ni kama vile mtu ambaye ana familia mbili, ana baba yake na mama yake, lakini pia baba na mama walioshindwa kumprotect wakamtupa mtoni. Kama ni watoto wa sasa hivi wanasema amefanyiwa ukatili, amefanyiwa ukatili kwa kurushwa na kutupwa mtoni. Kwa hiyo ni kama mikono ya mama yake haikumuonea huruma. Hiyo ni sonona ya kimsimu. Alikuwa na right ya kuishi, alikuwa na right ya kupendwa. Na watoto wa siku hizi wanasema I have a right, I have a right, I have a right. Watoto wengi wanajua kwamba nina right ya kusoma na right ya kupendwa. Nilikwenda Marekani nikakuta wanaorodha wanatembea nayo, yani mtoto wa Kimarekani ana orodha yake amepewa kabisa na watu wa ustawi wa jamii na haki za binadamu. Mtoto anatembea hawezi ana right. Nina right ya kumuita polisi kwamba mama akinipiga au baba akinipiga, hiyo ni bullying, na anaweza kupiga namba, ana namba zimeandikwa kwenye karatasi anatembea nazo. na mama mmoja wa Kiafrika kamwasha mtoto wake, kitoto kikatoka hapo nje, kikapiga simu, kinapiga simu kinasema naonewa, nadhulumiwa, simtaki mama yangu. Anasema nina right ya kuwakataa wazazi wangu, na right ya kutoka nje, na right ya kutembea, na right ya kutoka, na right ya kuchagua kitu nachokula. Huku kwetu Afrika ukikipata umshukuru Mungu. Kule wana right ya kuchagua kwamba leo umepika makande sili, mimi nataka chipsi kuku. Nina right, I have a right. Kwa hiyo Musa naye anajiona kama mtoto ambaye alipaswa kuwa alikuwa ana right zake za kupendwa, za kuishi kwa mama yake, lakini kimsingi hakuweza kuishi kwa mama yake. Akalelewa kwa binti Farao. Lakini alivyokuwa pia nako kunamletea sonona. Anasema no, mimi sio wa nyumba hii na sitaki kuitwa kwa jina la binti Farao. Akakataa. Ni sonona. Hizi ni sonona. Wapendwa, ni misimu. Nilisema msimu ni mifupi, maisha ni marefu. Life is longer than a season. Season is very short. Na Musa akasema nakataa kuitwa. Na hichi kilikuwa ni kiatu cha kwanza cha kubadilika
kutoka kwenye sonona. Na hapa nitasema sana kwa sababu kiatu hiki ambacho Mungu anasema vua viatu vyako, maana sasa unaenda kwenye kusudi, kwenye reason. Kiatu ambacho kinawatesa wengi ni sonona, na Mungu akusaidie uweze kuvua hicho kiatu. Na unaweza kuangalia kwenye reflection yetu hapa ukaona namna ambavyo Mungu anasema maeneo ambayo Musa alihitaji kubadilika kutoka kwenye sonona ya misimu ya miaka 80 na kubadilisha fikra hasi za mfumo wa kimalezi na majeraha ya ndani ya ukatili wa malezi. Kubadilika kutoka kwenye sonona ya ndani. Mabibi na mabwana, lakini Musa alikuwa na sehemu ya pili ya kubadilika, ni kutoka kujilaumu na kujichukia kwa sababu ya kesi ya mauaji ya Misri. Kutoka kuchange au kubadilika, to change for the reason, to change kutoka kujilaumu na kujichukia kwa sababu ya kesi ya mauaji ya Misri. Kesi hii ilisababishwa na wenzake. Kesi hii ilisababishwa na wenzake. Hawa walimsababishia matatizo ya kuishi kwa taabu jangwani miaka 40. Kesi hii ilisababishwa na Waebrania wenzake, Waisraeli wenzake, ndugu zake Waebrania, na ilimsababishia matatizo ya kuishi jangwani kwa miaka 40 na kulazimika kuwasaidia watu waliokukataa na kukusababishia matatizo. Yaani Mungu anapomwambia rudi Misri, nimesikia kilio cha watu, anajiuliza hawa si ndio walionisababishia matatizo? Hawa si ndio walionisababishia kesi? Hawa sio walionichongea? Hawa ndio walionisababisha nikatoka nyumba ya Farao alafu ninatumwa nirudi kwao? Watu wale wale walionijeruhi ni wale wale leo wanakuja kwangu, alafu natumwa niende nikawafungue kutoka huko. Hicho kilikuwa ni kiatu cha kuvua, na wataalamu wanasema ni kiatu cha pili. Katika Kutoka ule mlango wa pili mstari wa 13 na wa 15 utaona, kitabu cha Kutoka ule mlango wa pili mstari wa 13 na wa 15, Biblia inasema akatoka siku ya pili, na tazama watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Basi Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile lilijulikana. Basi Farao alipopata habari akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Mabibi na mabwana, kile ambacho nataka kuzungumza hapa ni namna ambavyo Musa alitengenezewa na alisababishiwa kesi na Waebrania. Aliua kwa sababu ya Waebrania, ni kweli aliua, lakini aliua Misri kwa sababu alikuta Misri anampiga Mwebrania na nini ndugu yake, na yeye ameanza kubadilika. Lakini alipofanya hivyo, kesho yake alipotoka akakuta Waebrania wanapigana, wale ndio wakamtolea uvivu. Akamwambia, nani alikuambia wewe ni nani? Alikuweka kwa mamlaka gani? Which authority? Kwa mamlaka ipi ambayo wewe unakuja kutuongoza? Kakuweka nani? Alafu Mungu anasema naye kwenye kijiti kinachowaka bila kuteketea, anamwambia rudi kwa wale, na kule walishamwekea maneno ya shombo. Akamwambia, nani alikutuma? Nani kakuambia? Ili nini hasa? Unajua unatumwa kwa wale wale. Na huyu alipomwambia, na huyu ambaye alimsababishia huyu Musa kesi, ni yule ambaye alimsababisha Musa akimbie na kukaa kwa tabu miaka 40. Usiwe na kinyongo na kisasi cha daima. Usiwe na kinyongo wala kisasi cha daima. Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa katika kiatu hiki cha pili ambacho Musa anaangalia kujilaumu na kujichukia. Unajua kuna watu ambao wanajilaumu, wanajichukia, kwa sababu ya kesi au kwa sababu ya vitu vingi ambavyo vimewahi kutokea kwenye maisha ya kwako. Basi unafikiri kwamba umefanya makosa sana, wewe ni mtu mwenye hatia nyingi, umewahi kukosea kuliko watu wengine,
we ni mtu uliyekosea mno. Una watu ambao unakosea, unajilaumu mpaka kesho juu ya ndoa, juu ya maamuzi uliofanya kwenye ndoa, na sisi tunakuwekea wimbo unasema hilo ni chaguo lako. Haleluya. Kwa hiyo una mambo mengi tu kibao ambayo unajilaumu na unatembelea hiyo sonona ya kujilaumu na kusikitika. Sasa you must change. Lazima ubadilike. Asubuhi ya leo sema amina. Lakini usiwe na kinyongo na kisasi cha daima. Usiwe na kinyongo na kisasi cha daima. Usiwe na kinyongo na kisasi cha daima. Kuna watu ambao wana kinyongo na kisasi cha daima. Na Musa aliambiwa vua viatu vyako. Usiwe na kisasi Musa, na kinyongo cha daima. Wale ndugu zako wale waliokutengenezea mizengwe, waliokuondoa kwa aibu, ni hao na kutuma uende kwao, na you must go. Wapendwa, adui yako atakuvusha. Hayo makofi hayatoshi. Ngempigia Bwana makofi mengi tena. Hayo makofi hayatoshi. Piga tena, haleluya. Adui yako atakuvusha. Adui yako atakuvusha. Na mimi nataka uangalie reflection hii, uone namna ambavyo adui yako anaweza kukuvusha. Hawa ni maadui wanamkimbiza Musa ili aondoke Misri kwenye nyumba ya Farao. Ni maskari, watu wa usalama wa taifa, ikulu, anaondolewa kwenye palace. Na anapoondolewa kule anakimbia, lakini yeye ndiye aliyekuja kusimama akaigawanya bahari ya Shamu, yaani huyo Musa. Na wale maadui zake walimvusha kukutana na Mungu. Kama sio hawa maadui waliomvusha, Musa asingekuwa leo anahubiriwa hata asubuhi ya leo. Kwa hiyo adui yako atakuvusha. Na Biblia inasema waombeeni adui zenu, wapendeni wale wanaowaudhi, wala msiwalaani, kwa sababu wamebeba usafiri wa haraka wa kukufikisha kwenye kusudi lako. Kama unavyoona Musa anakimbizwa ili afike kwenye kusudi. Naona Musa anavyokimbizwa, ni maadui wanaoweza kukukimbiza kwa spidi kubwa ya kuhakikisha unaenda ufikie kwenye kusudi la kwako. Kwa hiyo kazi ya maadui ni kukukimbiza, ni kukuongezea, ni kukuspeed up, kukusaidia ufike kwenye kusudi lako mapema. Ndivyo walivyofanya kwa Yusufu. Wale ndugu zake walipomuuza, walimsogeza karibu na kusudi lake la kuwa prime minister, waziri mkuu katika nchi ya Egypt. Wapendwa mabibi na mabwana, jambo jingine la Musa la kubadilika ni kubadilika kutoka kutokujiamini na kuwa na mashaka binafsi. Kutokujiamini na kuwa na mashaka binafsi, hicho kilikuwa ni kiatu cha tatu. Kutokujiamini na kuwa na mashaka binafsi. Na ukisoma katika kitabu cha Kutoka ule mlango wa 3 mstari wa 11, Kutoka 3:11, Biblia inasema hivi: Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani na hata niende kwa Farao? Mimi ni nani hata niende kwa Farao niwatoe wana wa Israeli watoke Misri? Haya yalikuwa ni mashaka binafsi. Na mabibi na mabwana, never doubt yourself. Usijionee shaka. Never doubt yourself. Usijionee shaka. Kuna watu ambao kimsingi katika maisha yao yaliyo mengi ni maisha ya kujionea mashaka. Unajiona hauwezi kwenda, na unafikiri wengine wanaweza lakini wewe hautaweza. Ukiangalia reflection hii utaona umuhimu wa namna ambavyo Musa alikuwa anajionea shaka. Kutokujiamini na kuwa na mashaka binafsi ni kiatu cha tatu. Never doubt yourself. Usijionee shaka. Aliweza Musa, lakini pale kwanza alimwambia Mungu, tafadhali, mimi ni nani hata niende nikawatoe wana wa Israeli kutoka Misri? Usijionee shaka. Kama una huduma Mungu ameiweka ndani yako, usijionee shaka. Kama una karama ambayo Mungu ameweka ndani yako, usijionee shaka. Kama una project ambayo unataka kuifanya, usijionee shaka.
Never doubt yourself. Mashaka binafsi yamezuia watu. You must change. Lazima ufike mahali ubadilike. Napozungumza to change for the reason, kubadilika kwa ajili ya kusudi. Lazima ubadilike kwa ajili ya kusudi, hasa mashaka binafsi. Watu wengi wana mashaka makubwa sana. Kila mara unajiona kama hauwezi, unajiona kama mtu ambaye unashindwa. Lakini kiatu kingine cha Musa kilikuwa ni kutokumjua Mungu wa nguvu ya sasa. Nguvu ya sasa, the power of now, ni kiatu cha 4. Kutokumjua Mungu wa nguvu ya sasa. Kutokumjua Mungu wa nguvu ya sasa. Na pengine nitazungumza sana wakati nitakapokuja kumwongelea Gideon. Alipoambiwa enenda shujaa, Gideon akamwambia Mungu, ulitokaga na sisi zamani, tulisikia habari zako zamani, baba zetu walitueleza habari zako zamani, lakini kwa sasa hatuja kuona, umetuacha. Mungu wa sasa, the power of now, ni wale watu ambao mna historia na mnaheshimu nyakati zilizopita. Paka unasema wakati wa fulani bwana, wakati fulani akiwa president, wakati Obama akiwa rais, wakati Bush, wakati fulani. Hapa kwenu sitaki matatizo. Punga mkono. Haleluya. Wakati wa fulani. Yaani haujui Mungu wa sasa. Wewe una Mungu wa zamani. Miaka 80. Labda nitamke mmoja tu, wakati wa ruksa. Wakati wa mheshimiwa ruksa. Ndio mnatamka saizi. Ruksa saizi. Umechelewa mno. Kutokumjua Mungu wa sasa. Kutokumjua Mungu wa sasa. Na Mungu akajitambulisha kama Mungu wa sasa katika kitabu hicho cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 14. The power of now. Kutoka 3:14. Biblia inasema hivi, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Mtu akikwambia niko, ni sasa, present, niko hapa. Mchungaji Kimaro na hubiri right now, saa hizi niko hapa. Hebu rudisha pale huo mstari. Anasema Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko, amenituma kwenu. Mungu anajitambulisha katika nguvu ya sasa, the power of now. Anatambulisha kwa nguvu sasa. Unanisikiliza ukisema mimi niko hapa, nasikiliza mahubiri, nasikiliza mafundisho, mimi niko hapa nafundisha, ni sasa, the power of now. Na Mungu ni Mungu wa sasa. No matter wakati wa Obama, no matter wakati wa Bush, no matter wakati sijui wa Clinton, no matter, haijalishi. Lakini Mungu wa sasa. Na ninyi wa Marekani wa sasa taki kumtamka kwenu, mnamjua na hapo alipowafikisha. Tumsifu Yesu Kristo. No matter kwamba ni kitu gani ambacho leo kiko hapa. Na Mungu anasema mimi niko ambaye niko, nimekutuma. Mimi niko ambaye niko. Na mimi ningependa kusema muamini Mungu wa nguvu ya sasa. Muamini Mungu wa nguvu ya sasa. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi. Naweza kuangalia reflection yetu pale. Naweza kuangalia reflection yetu pale. Kutokumjua Mungu wa nguvu ya sasa, the power of now. Hicho kilikuwa ni kiatu cha 4. Muamini Mungu wa nguvu ya sasa. Sasa Mungu anajitambulisha, anamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Na mimi nataka niwaambie wapendwa, haijalishi kuna wakati mzuri wa namna gani ambao unaukumbuka na unasonona nao. Nataka nikuambie hata sasa Mungu wako yupo na atafanya. Oh my God, oh my God, oh my God. Kuna watu wanafikiria biashara za zamani, miaka ile tukifanya biashara tulifanya sana, Kariakoo ya zamani sio ya sasa. Nataka nikuambie ya sasa itakuwa ya maana Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa sasa. Wako wapi watu wachache wanaoamini pamoja na mimi? Usije ukafikiri ya kwamba Mungu ni wa zamani tu,
ya kwamba alifanya zamani, sasa hatafanya. Nataka nikuambie, wapo wa sasa. Wako wapi watu wanaosema the power of now? Na mimi nasimama kwenye hii madhabahu, ninakubariki. Mungu aliposema na Musa, alijitambulisha akasema, mimi niko ambaye niko. Na mimi nakutamkia kutoka madhabahu hii, sasa yako ina nguvu. Wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema sasa yangu ina nguvu? Ninatangaza kutoka madhabahu hii, the power of now in the name of Jesus. Wako wapi watu wanaonielewa? Yeye Bwana Mungu wa majeshi anasema, mimi niko ambaye niko. Oh my God, waache watu wako wajue na watesi wako wajue ya kwamba unamwabudu mimi niko ambaye niko. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina hapa? No matter yale yaliyopita, no matter miaka iliyopita, no matter vitu ulivyopoteza zamani, lakini wewe sio wa kushindwa. Unamwabudu Mungu, sio sanamu. Unamwabudu Mungu ambaye anaitwa mimi niko ambaye niko. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema Mungu wangu ni Mungu wa sasa, the power of now? Na mimi ninatangaza kwenye madhabahu hii, hata kama kuna watu waliokuwa wamekuvizia njiani wakitarajia ya kwamba umeanguka, zamani mlikuwa fulani, zamani mlikuwa mahali fulani, ilikuwa ni familia fulani, sasa unaenda kufulia. Na simama hapa kwenye madhabahu, nimeweka pingamizi la kimbingu. Hautaenda kufulia kwa jina la Yesu Kristo. Hautaenda kwenye uharibifu, hautaenda kwenye aibu. Wewe Mungu wako ni Mungu wa sasa. Wako wapi washindi wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vikelekele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Mungu wako anaitwa mimi niko ambaye niko right now. Right now. Kwa hiyo baraka zako usije ukafikiri kwamba kama miaka fulani ilipita basi. Kuna na wengine mnatishia, unaambia bwana viwanja vimeisha, prime area. Nakwambia kiwanja chako ukitaka posta utakipata. Sijui kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa. Yes, mimi rafiki yangu mmoja juzi wa karibu, nisimtamke kwenye microphone. Rafiki yangu mmoja juzi ameniita, amenipeleka pembeni ya bahari pale posta pembeni, amepata hapo kiwanja. Ni mzaliwa wa kijiji cha Maisha Plus huko Manyara. Anakwenda kupata kiwanja pale posta, ananiambia natakaa hapa, hii ndio Dar es Salaam. Nikamwambia kaa, mimi mwenzako nahamia huko Kisarawe, utajua mwenyewe. Hebu punga mkono pamoja na mimi hapa. Nataka nikwambie, wasikutishe mtu. Mungu wako ni Mungu wa sasa, haujachelewa. Wako watu wachache hapa ambao wanasema amina. Mungu wako ni Mungu wa sasa, haujachelewa. Kama kuna watu wametangulia kupata, wakatangulia kujenga, oh my God, wakati utakapojenga sasa, hiyo itakuwa ni old fashion. Wewe utakuwa, oh my God, sio kama kuna watu ambao wananielewa. Nasema haujachelewa. Wako wapi wanaosema amina? Halafu mpigie Bwana vigelekele vya shangwe. Haleluya. Sasa kama juzi nimeenda kubariki kiwanja cha mtu mmoja mwana kijiji kutoka Manyara. Amenunua kiwanja kule posta, nikaenda kukibariki. Sasa wewe utakosa kiwanja mahali gani? Wacha habari hiyo. Habari hiyo achana nayo. Mimi na watu wako hapa wana viwanja, wamejenga majengo pale. Ametoka kijiji cha Maisha Plus, anamiliki jengo pale Kariakoo. Kutoka kijijini. Mungu wako ni wa sasa, haujachelewa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, uache kujilaumu, uache kukata tamaa, uache kuvunjika moyo. Unamwabudu Mungu anayeitwa mimi niko ambaye niko. Wanaoabudu huyo Mungu wangempigia vigelegele vya shangwe na makofi mengi. Haleluya. Viatu vingine vya Musa na changes za Musa tutaangalia kesho asubuhi. Na jioni ataendelea na maombi mtumishi wa Bwana Mwinjilisti Ringo, na ninakukaribisha jioni kushiriki pamoja na sisi. Mwinjilisti Ringo atatuongoza wakati wa jioni. Inua tu mkono wako pamoja nami. Baba, hili ni juma takatifu la Pasaka, na leo ni siku ya 35 katika mafungo yetu. Asante kwa sababu tunapaswa kubadilika kwa ajili ya kusudi, na umesema na mioyo yetu. Ninamwombea kila mmoja aliyeko hapa. Ninawaombea wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Baba, ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu. Ninakusihi ukapate kuwaonekania, ukapate kuwabariki. E Bwana, sikia sala na dua na maombi ya watoto wako. Damu ya Yesu Kristo, damu ya thamani, kawanenee mema. Jehova, ninawaombea wagonjwa wanaoisikia sauti hii sasa, wakiwa mahospitalini, wakiwa majumbani.
Ninaamuru roho ya uzima kutoka kwenye madhabahu hii. Ninatangaza kwamba mauti imezuiliwa. Na wewe ugonjwa, achia mwili huu, toka kwenye mifupa na nyama na mishipa na chembe za damu. Mungu aliye hai na akurudishie afya. Pokea uzima, pokea afya, pokea uzima, pokea afya. Tangu sasa umefunguliwa na umepona kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaomba uwabariki watoto wako wote, na uso wako uende na kila mmoja aliyeko hapa na wale walioabudu nasi masafa ya mbali, mahali duniani kote. Naziombea safari zote, naiombea mipango yote ya siku hii ya leo. Kila mahali watoto wako wanaenda, uso wako uende pamoja nao, uwape kibali, uwape neema. Nami nimewabariki ili wapate kubarikiwa daima katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uzikubali dhabihu na sadaka zetu tunazoleta madhabahuni pako. Mungu Mwenyezi, utubarikie sisi na dhabihu na sadaka zetu, na uzipokee kwako mbinguni. Amen. Naomba uinamishe kichwa chako, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi, uingie hapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi waseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.